Makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa William Mwanangise amesema ufadhili wa utafiti unategemea washirika wa nje, huku uwekezaji wa serikali katika utafiti ukiendelea kupungua na jitihada za kutumia vyanzo vya ndani vya wafadhili na sekta binafsi bado ni mdogo. Amesema hayo wakati wa kufunga maadhimisho ya 10 ya wiki ya utafiti na ubunifu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambayo yamefanyika kwa siku 3 mtawalia chuoni hapo. Mafanikio huwa pia na changamoto. Kikubwa ni ufadhili na usimamizi wa utafiti. Ufadhili wa utafiti unategemea zaidi washirika wa nje, huku uwekezaji wa serikali katika utafiti ukiendelea kupungua. Jitihada za kutumia vyanzo vya ndani vya wafadhili na sekta binafsi bado ni mdogo sana. Matokeo yake, matumizi ya matokeo ya tafiti na utafiti kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na taasisi nyingine za elimu ya juu na sekta ya viwanda au watunga sera ni kidogo sana. Hii hupelekea mtazamo hasi kuwa tafiti na shughuli za ubunifu zinazofanywa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na vyuo vingine si muhimu sana kwa maendeleo. Tutaendelea kuimarisha ushirikiano wa karibu na COSTECH na taasisi nyingine za ufadhili ili kutumia kikamilifu fursa za ufadhili kutoka kwao. Ili kufanikisha haya, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tayari ina sera na mikakati madhubuti kwa kutambua umuhimu wa tafiti na ubunifu katika kutatua changamoto zinazoikabili jamii ya Watanzania na taifa kwa ujumla. Kwa miaka 5 mfululizo tumekuwa tukitenga bajeti kwa kutegemea vyanzo vya ndani kwa ajili ya kufadhili tafiti na ubunifu wa aina mbalimbali. Washindi hupatikana kwa njia ya ushindani kupitia vigezo mahususi vilivyowekwa. Aidha, kwa upande wake mgeni rasmi Profesa Peter Msofe ambaye amemwakilisha Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline anasema alizielezea ni upatikanaji wa fedha za utafiti kupitia serikalini. Hili ni jambo ambalo bado litaendelea kulifanyia kazi, kwani pesa ambayo inapatikana kupitia COSTECH sio nyingi ya kuweza kutosha vyuo vyote, lakini kila mwaka serikali inaendelea kutenga fedha kupitia COSTECH kwa ajili ya utafiti. Kwa hiyo ninachoweza kuwaomba ni kwamba kila mara COSTECH unapotangaza uwepo wa fedha kwa ajili ya utafiti, watafiti wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mzichangamkie zile nafasi. Mwisho kabisa, naomba sasa niseme kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo, natangaza sasa kwamba wiki hii maadhimisho haya ya wiki ya utafiti na ubunifu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam yamefungwa rasmi. Asanteni sana. Maadhimisho haya ya 10 ya wiki ya utafiti Chuo Kikuu cha Dar es Salaam yamekamilika kwa baadhi ya washiriki kutunukiwa zawadi baada ya kazi zao kushinda kwenye maonyesho hayo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Ibrahim Mgaza, Mlimani TV, elimu kwanza.